Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda katika jina la Yesu. Lakini hebu awasalimie kijana wangu, baba yangu mzuri. Mina ndipo niape na mengine. Inaongwa nyingi tebinjilisi kuleka. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hongereni na ibada ya leo. Hongereni kwa kupokea mgeni. Na Bwana wabariki sana. Kwa majina ninaitwa Anyitike Mwakatoga. Niko Igurusikati hapo Ujuu. Niko pamoja na huyo mama. Mungu awabariki sana. Okwegerege na kukumaso tufuene. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Mungu akubariki kwa kumpokea mwanangu. Naamini amejitambulisha. Ndio mzaliwa wetu wa kwanza. Haleluya. Haleluya. Kete askofu kupuyengusia masikuti. Hongera. Ndagari ngari hiji ngalatida hongera. Ona nino mtukukuti. Nguti winuliwe Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa kumpokea na kumtunza. Na baba, asante sana kwa kumpokea mwanao. Mama, Mungu akubariki. Wazee wa kanisa, mashemasi kanisa zima. Inga nanji kuja hapa. Ngubabura asikuja nyingi. Lakini nimekuja na mzazi wa mama yule. Ametoka, nimekuwa na Kayemba wa kutoka Malawi. Napenda mfahamu awasalimie na lenga kama nye Kiswahili. Si ndio wana wa Mungu? Mumanyu Kayemba na mwinino ndiku Malawi. Kope ndiko. Bara ndiko. Njoka ya misaka Kayemba. Taba poni abantu. Ange yoba itoke ndadi vikupirika muno. Sitosa chugaki. Pigie Yesu makofi, mwenzako ndio huyu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndine mama Enara huyu. Baba wake ni mchungaji yule. Kayemba wane ni huyu, niyo mchungaji. Dada wake huyu. Hongera, hongera. Kwa Paris ya Mulunga wasifie. Anda. Ukichoka wewe Malawi wanaokoka. Nakwambia jipe moyo mkuu. Uende na Malawi ukapige injili. Amina wana wa Mungu. Mangu wakabisa nimbe puruimbo rumonduganiri mwanangu imbire. Tenaro ruwangu lengwaga rubibi panandi. Lori rulipu imbire mwanangu nduganire papa rukunjoba une. Kunjoba na mwaka toga pakutimuke ni kama. Eni wetu aendele. Karibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninyi mliokaa nyuma huko, mko busy huko. Nafikiri hatuwaoni. Nione kwenye viti viko mbele huko, mje huko. Saa kuno. Nione huko mbele huko. Nataka nimuone Yesu. Na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi zaidi Yesu
sekunde tena, kwa sekunde, nakupa sekunde 5. Hebu mtazame jirani yako sekunde 5. Tazame tu halafu usiseme chochote. Sekunde 5. Mbona mwangalie? Hadi ngimbo yake niongere, mwangalie hivyo hivyo, Mungu amemuumba hivyo hivyo. Halafu mwambie hivi, wewe ni mshindi. Unajua ibada ya ukiwa umemshika hivyo, ibada ya asubuhi ni ibada ya wote wenye mwili, lakini ibada za jioni na ibada za katikati ya siku zile ni za wote walioitwa. Mjanielewa? Jumapili asubuhi makanisa yote wanaenda, wengine Biblia wanazigeuzia hivi, lakini wanaenda kanisa. Kweli wewe ni mshindi. Mungu akubariki sana. Tunaendelea na kikao chetu. Tutaendeleza pale tulipoishia asubuhi. Ni nani tunafahamiana hapa amesema na mimi nimeona nije hapa tusalimiane? Ni nani? Maana wengine hatuoni mbali. Hakuna mgeni wangu yoyote amekuja hapa? Hamna. Safi sana. Wewe uliyekuja na jirani yako na rafiki yako, Mungu akubariki kweli kweli. Unajua mimi nilikuwa natafakari, mzee wangu huyu baba huyu, nilikuwa natafakari hapa, kipindi hajaoa amevaa manati shingoni. Kipindi cha nyuma nakuta shati upande wa huku refu huku fupi. Kipindi kile ndio kipindi ambacho watu wanakisifia, kilikuwa kipindi bora kweli kweli. Mimi nakataa. Yaani kwa sasa hivi kitu ambacho ni halali, yaani kitu halali ndio kimekuwa haramu, halafu kitu haramu kimekuwa halali sasa hivi. Jana hawachani nywele, fashion. Nywele hazichanywi, ndani hawachani, lakini ndio fashion. Suruali wanazovaa kwenye kamusi huzipati. Kaptura si kaptura, suruali si suruali. Kiukweli mambo yamebadilika kweli kweli. Wanasema zamani wazee walikuwa na upendo. Ni kweli walikuwa na upendo. Wapi upendo gani ule? Baba na mama wametoka shambani miaka ile sasa. Wamelima wote kutoka pasu kwa pasu, wamelima wote. Lakini wakati wa kurudi, mama anabeba mtoto mgongoni. Anabeba majembe yote mawili mgongoni. Anapita na kuni kichwani. Mama huyu. Baba ananing'iniza mikono, baba hana huruma, hata angepakata katoto kidogo. Bado baba hafiki nyumbani, anakadiria muda wa msosi kwamba sasa nahisi chakula kitakuwa kimeshaiva. Anafika nyumbani na kwa atulii, kelele nyingi, kelele. Inafika mahali wakina mama wanajifungua watoto chini ya umri wa kibibili ya miezi 9. Chini ya muda huo, kwa sababu ya kelele za kina baba. Ubura kina babangu mimi mshindi huyu. Sijawahi kusikia hata namfyonya mama. Mzee wa ajabu. Yaani huyu sisemi hafanyi, sijuagi, ila sijawahi kuona na umri wangu wote mimi sijawahi kuona. Yaani amejitahidi kujilinda, kutulinda sisi tusione hayo. Haleluya. Nani kama baba? Nani kama mama? Duniani mama ni mmoja, baba ni mmoja. Pole wewe ambaye hujalelewa na baba na mamako, pole. Wengine tunapitia ukupenda lakini imekutokea. Pole. Pole. Mimi nimelelewa mpaka mwisho. Yaani mpaka leo mama natamani niwe naenda kwake nikakae kidogo. Mama vipi? Wakati nakuwa nyumbani kwake zamani alikuwa nikisema mama, ikiende nendema. Kweli mama, ugali na maharage. Unajua alikuwa ananisemeje? Mkachaguage kwenu. Yaani siku mtakapokuwa na kwenu mkachaguage. Sasa wazazi hawa wakija nyumbani kwa watoto wao, anaanza kulalamika, unkasigo akaambijire efe. Hebu na mimi vipi nimwambieje? Akachaguage kwake. Kwa kama mke wangu anapenda kande, inabidi atulie. Inabidi atulie. Yaani kwa kifupi atulie. Huyu ndio baba. Huyu baba wana nahisi ananikubali kwa sababu mama aliteseka. Mama yangu aliteseka. Maana litoto lipumbavu unasema ni mzigo wa nani? Lakini mtoto mzuri
furaha kwa baba. Yaani baba anasifiwa, mama ameteseka kweli. Inaniuma hii. Hii inaniuma kweli. Baba yangu mimi bwana alikuwa mvivu hata jikoni, mimi nakumbuka. Mama inabidi asikae mbali, hata kama amefiwa lakini bila asikae mbali kiukweli. Maana atakuta sufuria chafu zimepangana kutoka huku mpaka kule. Hamna kuosha, maana yake mpaka mama nakadiria kama ni siku 7 basi sufuria 14. Ya mchana na jioni, mchana na 10, kwamba 14 sasa zimeisha. Atapikia nini mume wangu? Inabidi mama wai kuhudumia watoto wake. Ametulea mpaka mwisho. Wote watoto, wote. Hakuna aliyejuta. Mama mkwe, Mungu akubariki mama. Nimefurahi kukuona mamangu mzazi. Ni mama yule mimi. Maana mwanadamu huyu, yani mwanadamu huyu ana wazazi 4. 2 wa kwangu, 2 wa mke wangu. Kwa hiyo wote wangapi? 4 ndio wa kwangu mimi. Haleluya. Baba ni mmoja na mama ni mmoja. Kama baba yako bahati mbaya labda mama alifariki, baba kaoa mwanamke mwingine, unajua sio mama yule. Kiingereza kabisa sio mama yule. Ndio maana kuna neno linaitwa biological father or mother. Kwa nini hiyo neno limetoka wapi? Kuna kaneno wanaweka kazuri zuri wanaita foster mother, maana yake mama wa kambo au step mother, mama wa kambo. Lakini ukimuita hivyo hutakula chakula, utulie tu, inabidi muite tu mama. Mama ni mmoja. Mdogo wa mama yako kwa Kiswahili anaitwa mama mdogo. Mke mdogo wa baba haitwi mama mdogo, anaitwa ma mdogo. Nakufundisha Kiswahili, anaitwa ma mdogo. Ukisema tu mama mdogo, maana yake ni mdogo wa mama yako. Ndio hivyo. Kwa wazungu wakaona hii mbaya hii, wakaweka tu neno moja. Mdogo wa mama au dada wa mama anaitwa shangazi. Kaka wa baba, dada wa baba au mdogo wa baba wa kike anaitwa shangazi. Hivyo hivyo. Kwani kuepusha usumbufu. Maana tutakuwa na kina mama wangapi? Mama ni mmoja. Mwenzenu ninao, wazazi ninao. Ninao. Ninao wote 2 kwa mke wangu. Wapo, baba yupo, mama yupo. Tena mama zake, mama yake ni original, baba yake ni hivyo. Sisemi kwa ubaya kwa ambao hawana baba, sisemi hivyo. Ila kwa kifupi, mtuulizane swali tu, nikuulize swali. Mfano sasa inatokea mtu aliyelelewa na babake na mamake, kiukweli hafanani na mtu aliyelelewa kwa bibi. Hatufanani. Kwa nini nasema hatufanani? Mtoto aliyelelewa na bibi kiukweli tofauti yake ni hii. Akijikwaa bahati mbaya, bibi anamuokota na andazi. Sio na makofi unatembeaje? Na andazi. Pole. Anampa na pole nyingi. Pole. Wewe ende kanunu bibi. Anamkumuta na vumbi. Mtoto kuna miaka 9. Pole. Lakini aliyelelewa na baba na mama, ukiteleza bahati mbaya, mwenzangu, sijui unyenyekeje hapo ili utengeneze mazingira ya kwamba baba sijaumia, salama tu hapa. Sasa mtoto huyu na mtoto yule wanatangaza uchumba. Aliyelelewa kwa baba na mama na aliyelelewa kwa bibi na babu wanatangaza uchumba. Unajua tunatazamiaga mwaka wa kwanza umetoboa, wa pili wametoboa. Ni kazi kweli kweli. Kwa nini nasema hivi? Kwamba aliyelelewa na baba na mama, yani malezi hayafanani. Vivyo hivyo na wewe nakwambia, mlee mtoto wako sawa sawa. Ngoja nikupe elimu ndogo sana kwa mwanamke ambaye ukiwa mjamzito, nikuelekeze kidogo hapo. Mtoto akiwa kwenye tumbo lako mama, wewe kwanza anakuwa kwenye mfuko wake maalumu. Kwenye ule mfuko kuna maji. Kale katoto kama pima maji kale kana katikati ya yale maji kale katoto, ili kasimzuru mama au kasimguse mama na mama asimguse mtoto. Ile miezi 9 unaojikubali nayo, miezi 9 hiyo, nataka nikwambie, mtoto akiwa kwenye tumbo la mamake analelewa 25%. 25 akiwa tumboni. Unasema miezi 9 ni 25% akiwa tumboni. Lakini huyu mtoto una kazi ya kumlea akishazaliwa. Mtoto
Mtoto akiwa tumboni na akishazaliwa inatakiwa umtunze kwa siku 1000, yaani miaka 2 na miezi 9. Unanielewa? Kumbe nimeanzia nyuma. Okay, miezi 9 na miaka 2. Niseme hivyo labda utanielewa. Niseme hivyo utanielewa. Mtoto akiwa tumboni kwa mamake anakuwa na mifupa 270. Unielewe hapo? Anakuwa na mifupa 270. Kwa nini anakuwa hivyo? Mifupa 270 si magunia mangapi hapa? Ili yule mtoto awe flexible wakati wa kujifungua. Mtoto yule akishazaliwa, yale maziwa ya kwanza ya mama yanaanza kuunganisha mifupa yake hapo hapo. Kwa wale ambao hamunyonyeshi mtoto wenu kwa wakati, nimesema iwe liko nje ya uwezo wako. Nataka nikwambie, mtoto akishazaliwa ana vitu 5 ambavyo vinasababisha au visababishe makuzi yake au malezi yake. La kwanza kabisa, kuunganisha ile mifupa kwanza. La pili, hana kinga. Yule mtoto anakuwa hana kinga, anaweza kupata maambukizi ya malaria na magonjwa mbalimbali. Nini kinachomlinda yule mtoto? Ni ziwa la mama. Kivipi? Mtoto akishang'atwa na mbu, akishang'atwa na mbu, anaponyonya maziwa ya mama yanaenda kuswichi mifumo, kiwanda kinachotengeneza maziwa kwenye mwili wa mama. Kile kiwanda kinasema mtoto ana malaria, kwa kinatengeneza kinga tiba kwa ajili ya mtoto ameambukizwa malaria. Uelewe hilo. Unapoambiwa mnyonyeshe mtoto miaka yako 2, faida zake ni hizo. Halo, miaka 2 mlee mtoto wako, mnyonyeshe mtoto wako miaka 2. Yule mtoto, hebu nikuulize swali. Wewe uko salama? Wewe uko vizuri? Je, maziwa ya ng'ombe yatajua shida ya mtoto? Lakini ndani ya mwili wa mama kuna kiwanda kinachotengeneza maziwa kulingana na hali anayopitia mtoto. Kinga ya mtoto inakuwa kwa mama yake. Mtoto kuna wakati inatakiwa apate maziwa ya moto kulingana na hali yake ilivyo. Kwa mama atatoa maziwa ya moto kulingana na hali ya mtoto. Baridi, mtoto anataka maziwa ya moto. Maana mtoto haruhusiwi kunywa maji, kunyweshwa maji ya kawaida. Haruhusiwi kunyweshwa uji ndani ya miezi 6. Nataka nikuulize swali. Pagumu ni wapi, akiwa tumboni au akiwa nje mlia mtoto? Kwa mwili wa mama unajua kwamba sasa hivi, huenda hata yeye hajui, lakini kuna kiwanda kinachoteta taarifa zote za mtoto. Nimesema 25% mtoto analelewa na mamake akiwa tumboni, lakini 75% zinamlea mtoto akiwa nje. Baada ya mtoto kuzaliwa, yale maziwa ya kwanza yanaanza kuunganisha mifupa yake. Mifupa kutoka 270 inabaki mifupa 205. Kwa hata wewe una mifupa 205. Mifupa 65 imeenda wapi? Imeungana. Kama ingekuwa imeungana, angekuwa tumboni, asingepita kwenye njia yake. Ndio yule mtoto akishazaliwa unaweza kumvuta kawa mrefu, yaani kanakuwa kama mpira hivi. Ndivyo alivyo, ndivyo inavyokuwa. Ni mfumo wa Mungu. Ipo siku nitakuja nifundishe hapa uumbaji wa Mungu kupitia tumbo la mama. Tunajua tu juu Mungu aliumba mwanadamu. Sasa aliumba umbaje? Aliumba umbaje? Nimezungumza mwanzo, tunataja kila siku Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Leo kidogo nikarekebisha kwamba tuliumbwa wote, ila katika roho ni mwanadamu wa kwanza kuweka agano na Mungu. Mwanadamu yoyote afuate sheria ya Mungu kupitia nani? Adamu. Adamu akachemka. Akachemka Adamu bwana, jamaa yule bwana. Yeye bwana, ngoja nikwambie mwanamke huyu alivyokaa, huyu mwanamke kiukweli hana shida, yuko vizuri. Ila Mungu ametupa jukumu na kazi ya kumpenda na kumtunza huyu mwanamke.
bahati mbaya, sijui nani chanzo, sijui mimi, sijui yeye. Wakati Mungu anaweka sheria na masharti ya kutokula tunda, alipewa mwanaume asile tunda, akila hakika atafanya nini? Atakufa. Haya, Mungu ametengeneza mwanamke sasa awe msaidizi wake. Huyo Adamu bwana, mwanamke anapeleka tunda bwana, kula na wewe hili. Akasema, we umefanya nini? Akasema, mbona nimekula sijafa. Na ni kweli, anapopeleka lile tunda limeng'atwa kidogo, akaamini kumbe salama. Na nikikataa kupokea tunda kwa mke wangu, nitakuwa nimemkosea Mungu, kwa sababu Mungu amesema nimpende mke wangu. Kwa upendo ulisababisha kuingia dunia shidani, yani kuingiza nchi au mbingu na nchi matatizoni. Hivyo yeye akajua kwa Mungu akanikadogo, ila nikikataa kupokea kwa mke wangu imenikata, nitakuwa nimemkosea Mungu. Hivyo alivyofikiria yeye. Lakini kilichofuata baada ya hapo, Talisa, huenda tulikuwa na age moja, kama tuna futi 6 tulikuwa futi 6 wote. Leo hii kuna wafupi, japokuwa nao wanajisifia, wanasema ukiwa mfupi inaonekana yani ni kama wa maonyesho. Yani nani amekwambia wewe ni mfupi bwana? Aliyekwambia wewe ni mfupi ni nani? Sikiza nikwambie, hakuna mfupi wala hakuna mrefu. Yani hakuna mfupi duniani wala mrefu duniani, hayupo. Shida ni kwamba uliyesimama naye, huyo ndio anatambulisha rangi yako au wewe ulivyo huyo. Je, ungejichenga naye ukakae pembeni, hauna atakayesema wewe mfupi bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa? Nisikilize vizuri sana hapo. Hapo ndio tuliza kitu. Kwa mawazo yako. Unasema Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa kwa mawazo yako sio yangu. Alafu baadaye utabeti. Anacheka huyu mama alikuwepo asubuhi. Yaani asubuhi mimi nawajuaga tu. Nimesema mwanzo kubeti ni kamari. Inafanana na nini? Na uzinzi. Kamari ni mbaya sana. Mbaya kweli. Maana inasambaratisha familia. Ni beti, ni wanasema kubeti, umekatafuta kaneno sijui wapi. Maana ya neno kamari, tafsiri yake kwa Kiingereza inaitwa casino. Casino tafsiri yake kwa Kiingereza, tafsiri yake maana yake cash is not return. Hamjanielewa? Tafsiri ya kamari ni casino. Lakini nini maana ya casino? Casino tafsiri yake kwa Kiingereza, cash is not return. Maana yake ukitoa cash hairudi. Una watoto. Nililiwa kamari siku moja, nimetoka kuoa mimi. Nimetoka na mke wangu, najikubali, najitutumua. Nina ile 3 yangu ya kununulia mahindi. Nikakuta sehemu wanacheza kamari. Mke wangu zizae hizi. Nikapita hapo, nikapigwa kitisi juu. Afu mbele ya mke wangu. Haikupendeza jamani. Haikupendeza kwa kweli. Ilikuwa mbaya. Hela ndio hiyo. Na kazi yangu nikikwambia mwenzangu, nilikuwa napataga 100. Yaani kazi ya kukusanya tu 100. Afu ishi wewe na familia. Hapo vumilio shilingi 3000. 3000 sio mchezo, ni mlima. Kidogo kanguvu kalinisaidia, nikarudi. Nikamtoa mke wangu mazingira yale, nikampeleka sehemu. Lishe langu. Ukweli nimepatia kiberiti ni hiki. Rudisha hela yangu. Nimerudi mbele ya mke wangu, haipendezi. Rudisha hela yangu. Kumbe bwana, vile viberiti vile njiti zinakuwa nusu upande huu. Hata kama ni chenyewe wanafungua ambako hasionekani, ziko nusu. Ndio mchezo wanaofanya. Yaani kamari ni pepo kamili. Kamari ni mbaya, inafedhesha ukoo, sio mtu mmoja. Sawa na uzinzi. Uzinzi hauathiriki wewe. Ngoja nikwambie hivi. Mithali 6:32 anasema azimia na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Sasa unaanza kujua, kwani
Yaani anafanya jambo nafsi yako ikiharibika, mimi mamangu hata nipenda baba kabisa, kwa sababu kitakachofanyika kitakuwa kibaya kulingana na tukio hilo. Ndio maana kwenye Biblia huwezi kupapata sehemu anasema uzinzi ni dhambi. Anasema ikimbie zinaa, kwa sababu neno uzinzi au uzinzi ni zaidi ya neno dhambi. Yaani halipimiki, ni kitu kibaya sana, kibaya, kinalinajisi kanisa. Ndio maana nimesema asubuhi kwamba ili kanisa liwe salama, tuanze kuwafundisha watu kumjua nani? Mungu. Yaani turudi kwenye asili yetu, tumjue Mungu. Tukimjua Mungu tutakuwa na heshima ya kimungu ndani, hatuwezi kufanya nje. Matokeo ya ndani ndio nje huku tunakoishi. Je, huu ndio mfumo sahihi wa kumtumikia Mungu? Nimesema wageni kama wameokoka juzi wanaanza kuangalizia kwetu. Sisi tunakuwa walimu wao, kwamba kumbe haya ndio maisha ya Mpentekosti, haya anaanza kuishi hayo. Na Biblia inasema yule ambaye ataharibikiwa na wewe atakuwa zaidi na zaidi na zaidi, atakuwa mbaya, maana hakuna mtu atamgeuza tena, lakini chanzo ni wewe. Matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ndio haya: uchawi. Unajua uchawi hawatumiki rohoni, mjuage hiyo. Mwilini, wenzangu, mwilini wanakuroga, mwilini sio rohoni, ila vifaa vyao viko rohoni, lakini roho kule wanatoka wanakuja mwilini kukuharibu maisha yako. Wanaroga mwilini, sababu kati ya matendo mabaya ya mwanadamu, Biblia inasema matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya. Amesema uasherati, sui nini, pamoja na uchawi, vyote kwa ni matendo ya mwili. Unajua rohoni ni mbali. Ngoja nikwambie, tumesoma kitabu cha Mathayo 28:19 na 20. Kile kinasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. Sio wanafunzi wangu, sio wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wangu mimi. Anasema tena mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Namba 3 ambayo ni 20, anasema mkawafundishe yale niliyoamuru ninyi. Kumbe tumeamuliwa vya kufundisha hawa wageni. Kwa mimi nakuwa mwalimu wa namna gani kwa huyu mwanafunzi? Halo, unategea kwa sababu wewe hujawa mwalimu mzuri. Unasema wanafunzi wa Yesu. Ile mamlaka ya Yesu ndio iliyo ndani yako. Kwa wewe kwa yule unaonekana kama Yesu kwake, maana ndio ukombozi wako. Yaani wewe ndio ukombozi wake, matendo yako ndio yanayomkomboa yule. Napenda kusema neno huko kwenye vitongoji vyetu tunakoishi, tuheshimu mamlaka, tuheshimu mabalozi na wenye viti. Huko tunawadharau. Itapita siku Mama Samia anatuma kavunjeni kanisa, makanisa yote yenye watu wa tabia hizi na hizi na hizi, kavunje. Naomba Mungu la kwetu tusiwe na tabia za hizo, ili lipone. Wakisema michango tuwe wa kwanza, wakisema kwenye maendeleo tuwe wa kwanza. Sisi wa hapa tafika mahali wanaotujua sisi sio rais ni nani? Mwenyekiti na balozi. La kwetu waliache. Tuna viburi kwa sababu tuko wengi, tunasema mimi kanisa litanizika. Wenzangu, kanisa halina pa kutu. Hata tukifiwa na mshirika hatuendi wao, tufuililigwe ba. Hata kama balozi ni mlevi, mvuta bangi, lakini tunatulia. Yani tunatulia. Hata tupiga chenga, yani hatupokei. Kuna viburi, hatupokei. Tukuifuna, sijui tunaliingia nini. Nataka nikwambie wewe unayejivuna, nataka nikupe thamani yako wewe ilivyo. Madokta wamekudanganya, wanasema wewe umeumbwa kwa thamani sana. Sasa wao wanazungumza mwilini, lakini Mungu anazungumza katika roho. Thamani yetu sisi ni katika roho, sio katika mwili. Nataka nikwambie mwili wako ulivyo. Dokta anasema hivi, wewe una madini chuma. Yaani mwili wa mwanadamu una madini chuma. Madini chuma kweli. Sasa unaanza kutafakari madini chuma nini? Halafu anasema mwili wako na umeme. Umeme. Unakuta umeme hauwashi hata barubu ndogo, hauwezi kuchaji hata simu. Lakini ndio huo unasema tuna umeme kwenye mwili.
na wanajivuna una umeme kwenye mwili wako. Mwenzangu, hayo madini chuma, nataka nikwambie, wakikwangua yote kwenye mwili wako, wanapata kiasi cha msumari mdogo. Hebu msumari dukani shilingi ngapi? Nataka uniambie dukani ni shilingi ngapi msumari huo? Tunapewa bure, wanasema ongeza na mingine mitatu. Ule ndio thamani yako hiyo, mwili unaojivunia. Namba 3, wanasema wanadamu wana maji mengi kwenye mwili. Kweli, wakikwangua maji yote kwenye mwili wako wanakuta lita 20. Humu na lita 20 ni shilingi ngapi? Ndio thamani yako hiyo. Hiyo ndio thamani yako hiyo. Una maji mengi kwenye mwili. Damu haziuzwi. Changia bure. Hospitalini kote wamesema changia damu bure. Haiuzwi. Damu ingekuwa inauzwa kidogo tungekuwa tunapiga vihera. Ni bure. Ndio thamani yako hiyo. Chenye thamani kwako ni kile ambacho kabla haujazaliwa programu zako zote Mungu aliziweka huko ulikotokea. Shida ni kwamba hatujui kumfungua Mungu, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ili neno kwa jina la Baba na Mwana ukilitafakari kwa ndani, hayo maneno yanaendelea. Haijaishia zile nafsi 3. Yanaendelea kwa sababu hauna Mungu, hauna akili ya kufungua Mungu. Ndio unafanya vya ovyo. Wewe mnafanya vya ovyo. Ukarogea banino wanafanya kazi vizuri madhabahuni hapa. Katoto ka wenzio kanafanya vizuri, sisi tukikaa huko tunaburudika. Unaenda nyumbani wako kafanyia chenga. Yaani timing. Unaweza kupeleka kwenye rada zako, unataka kukachungu, unaharibu. Sasa huo uchawi, kwa nini amuji nao hapa? Mkoleka kukaja. Njoo nao hapa. Uone cha mte makuu. Mnaacha nyumbani. Hai. Umu hawamo ndani humu, tabia hizo hawamo. Eti mpiga vyombo wamo humu ndani. Kweli? Jamani, wapiga vyombo hao. Nimekumbuka kitu. Nimepiga mimi maisha yangu yote. Tangu mdogo kabisa. Piga vyombo, hata sadaka hatuna. Wanakimbilia kwenye gitaa. Sadaka hana. Nani hajui? Leo na wajuisha hivi kwamba wapiga vyombo hawana sadaka. Kwa nini hawana sadaka? Akili yao, mawazo yao wanawaza kanisa. Leo nikafanyeje kanisa likaburudike kupitia kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yao. Maana yake wewe mama ukipita huko okota t-shirt 2 za 2,200, peleka kwake. Ukimpelekea atasema kazi ya Mungu inalipa. Hataacha. Hataacha, atasema kazi ya Mungu inalipa. Atasema asante Mungu, mbombo yako inalipa. Hatatoka, tabaki hapo. Sasa makanisa ya kwetu ya Kipentekosti haya, kae na mpiga vyombo miaka 5 yupo hapo. Haiwezekani. Kuna watu wanawatamani, wanawanunua. Wakina Mwambepo wamekomaa hawa kwa sababu wameishi miaka na mamiaka kwenye kazi ya Mungu. Hakuna mtu anaweza kuhamasisha na kuwanunua tena. Hayupo. Kwa sababu kama wamevumilia mpaka leo, wamepitia shida nyingi. Mama yangu amepitia shida nyingi. Mama yangu huyu mimi ndio maana mzazi akisema mwana ukoona mmiriri. Asafu walimba wimbo mmoja akasema Nzagaweju mwana wao atunda munyumba. Yaani unamchukulia vibaya naye kojoa ndani kweli. Kuna namna ufanye, yaani wewe uwe kikojozi, afu mtoto wako awe ndio akojoi. Ndio salama na kupona kwa mtoto wako. Vipi? Muda wa kulala mtoto wako ukifika. Mimi wazazi wangu walilala nje hawa. Nimekojoa mpaka saa 7. Yeye nitazameni hivyo. Yaani walikuwa ikafika mahali walipewa ushauri. Hamna maombi hapa wala vipi, walipewa ushauri. Bwana, fanyeni zoezi hili. Kila baada ya masaa 2 waamshe. Yaani hebu niambie, anayeamshwa na anayeamsha. Hebu nani anaonekana na matatizo? Wewe kuamsha mtu kwani wa mke ukamwamsha ni kazi jamani. Ndio salama. Hazitapita siku 3 mtoto atakuwa salama. Ukumbe anayesababisha mtoto akojoe ni nani?
ni mzazi. Kwani mtoto akiwa tumboni alikuwa anakojolea wapi? Sehemu fulani nimeenda kuhubiri, nimesema mwanamke mjamzito tu asitoke nje. Huyo ndio atokage nje huyo. Maana yeye akitoka kukojoa anarudi ndani, mtoto amebana na mkojo inabidi kimbie tena nje. Kwa hiyo mtu anapiga tripu tu za nje huyo. Huyo tu peke yake ndio tumwache kwa hali hiyo. Bahati mbaya tu naye inapita hiyo inapita. Lakini mtu mzima yuko smart kwa sababu amevaa gauni mpya, kwa sababu amevaa suti mpya, hana sababu. Muda wa neno unaongea na Mungu moja kwa moja. Kwa sababu Biblia inasema sharti la mtu aliyemkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wake ni mawili tu. La kwanza kumpenda Mungu, la pili kulipenda neno lake. Muda wa neno unatoka nje. Muda wa kutoka nje ni muda wa ibada ya sifa. Kwa mama fweli gauni limi nunu, kwa sababu wale wa nyuma hawajamuona. Yuko siti za mbele. Umenielewa? Sasa mtajueje gauni lako kwamba lina resi? Kama lina resi hapo, inabidi ainuke, anaenda nje. Sasa siku mote fuate kwa nyuma. Hamna anachokifanya kienda kule. Atatulia tu kule ndani, toni huko na tulia. Hamna kitu na, yani tumuone amevaa nguo mpya siku hiyo. Ni hatari sana muda wa neno kutoka nje. Ni hatari sana. Chezea vitu vingine lakini sio muda wa neno. Haleluya. Yote inazungumza kwamba namna tunavyomchukulia Mungu sisi tunazungumza, yani tunamchukulia vibaya sana. Wenzetu wa Sabato wanasema mnacheza. Yani mnamwimbia Mungu mnacheza. Waache. Yani ni namna wao wanavyomtazama Mungu wao. Yani wanasema unapolitaja jina la Mungu ni swala la kupondeka kushuka chini. Ni swala la kusujudu. Kwamba Mungu namna alivyo, yani hachunguziki. Sisi tunaishi na Mungu wa kawaida. Unajua maana ya Pentekosti? Pentekosti ni utakatifu. Na utakatifu ndio Pentekosti. Hivi vyote viwili vinatengeneza jina Yesu Kristo. Hata kama nitakuuliza swali, Biblia inasema hivi, Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12. Biblia inasema hivi, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Hapa. Je, sisi ni watakatifu? Tukisema ibada zinaanza saa 9, tunakuja saa 9 na dakika 10. Tunakuja saa 10. Lakini tunasema sisi ni watakatifu. Nini maana ya utakatifu? Utakatifu ni ukamilifu. Yaani utakatifu ni utakatifu. Yaani utakatifu, kwanza utakatifu, hebu tafakari ulivyo utakatifu. Ndio maana Kiswahili kilikosa maana ya kuweka au neno la kuweka hapo, kikaweka tu watakatifu. Sisi ni watakatifu kweli? Lakini Kiingereza kikasema kwa sababu ya mapungufu haya mwanadamu mtakatifu tumuite hivi, ambaye Kiswahili kinasema mtakatifu. Sisi Waingereza tumuite hivi. Mtakatifu kwa Kiingereza, huyu mwanadamu mtakatifu kwa Kiingereza anaitwa saint. Saint ni mwanadamu mwenye dhambi aliyookolewa kwa neema. Kama sisi tulivyo hapa, hatuna dhambi lakini sio waaminifu. Nasema kila siku sisi ni mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri, lakini kuna miiba. Ukitaka kuinuka mwiba umechoma chini, mtoto hospitalini, siendi ibada. Ukitaka kuinuka huyu unainuka, mara wa vikoba wamekuja kanisani, hutaenda. Ukitaka sio kufanya nini? Yaani sisi ni mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri, lakini kuna miiba. Sio mbegu za barabarani, sio mbegu za kwenye mawe, sio mbegu. Yaani ni mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri, ila kuna miiba. Ndio maana utakatifu tunaotakiwa sisi ule tulioumbwa nao kule. Mungu alimuumba mwanadamu, mtu kwa mfano wake, kwa sura yake. Biblia inasema ili akamilishwe yule mtu, akapuliziwa pumzi ya uhai, akawa kiumbe hai. Pumzi ya uhai ni nini? Pumzi ya uhai ni neno. Ukilikataa neno, manake wewe bado unang'ang'ania kwa mavumbi. Biblia inasema kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, anasema
anazungumza namna tulivyoungwa kutoka kwenye mavumbi. Tumetokea huko tukaheshimiwa kwa kupuliziwa pumzi ya uzima ndani. Hiyo ni Mwanzo 2:7. Alafu huyu mwanadamu alipopuliziwa pumzi ya uzima, maana yake akatoka kwenye hali ya mavumbi akawa mtu safi. Ndio pale anaanza kuitwa mwanadamu. Kwa mwanadamu huyu anaitwa mwanadamu sasa, kama yuko nje na Mungu hafai hata kuitwa mwanadamu, anatakiwa aitwe mtu. Maana mwanadamu wa kwanza au mtu wa kwanza ni yule anapatikana kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Baadaye Mungu ameumba mtu kwa sura yake, kwa mfano wake. Huyo mtu sasa akawa bado na hali ya mavumbi, akawa bado na hali ya kuwa mnyama hivi. Mnyama maana yake ni mtu asiye na utashi, mtu amekataa neno. Kwa huyo mtu akapuliziwa pumzi ya uzima akiwa ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa pale ndani sasa, pale ndani ya ufalme wa Mungu ndio huyu, ndio wewe sasa unaitwa nchi. Nimesema Mungu aliziumba mbingu na nchi, hakuumba dunia. Ngoja nikwambie, katika spelling au unapoandika namba unataka kumpigia mtu, ukikosea namba moja haitaenda kwa huyo mtu. Kwa mfano, kuna watu kusema Yesu Kristo wanasema Yesu Kristu. Ukisema hivyo ni faulo. Utasikia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ni faulo. Maana Mungu anasema mkawabatize kwa jina moja ambalo ni Mungu, Mwanaye Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Hivi vyote vitatu vinatengeneza neno Mungu. Nataka nikuulize swali. Triangle mnaifahamu? Zile pembe tatu zinashikana kwenye vitu vingapi? Kwenye kitu kimoja ndio kimechomoza zile pembe tatu zile. Ndio mfumo wa Mungu huo. Kwamba huyu mwanadamu huyu, yani huyu Mungu huyu sasa ndio anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Ni zile nafsi zake tatu anazungumza, na kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa sura ya Mungu tukaumbwa sisi. Lakini hatukukamilika. Ili tukamilike ilikuwa ni lazima tukamilishwe kwa pumzi ya Mungu. Tuwe sawa. Pumzi ya Mungu maana yake kutusafisha kutoka kwa mavumbi kuwa watu safi. Kwa leo hii ukilikataa neno la Mungu maana yake ni chakula cha shetani cha akiba. Mungu amemlani shetani, amesema kwa kosa ulilofanya chakula chako kitakuwa mavumbi. Mavumbi sio hayo unayojua, ni mtu aliyelikataa neno. Sema muda utoshi nyewe. So bora siku 3 nikufundisha leo utashika kweli? Si utanifukuza, maana utakuta sema yule mtu hatukumuelewa kabisa. Wakati mlionekana tukisema haleluya unashangilia, kumbe ni mihemko tu. Maana unakuta ndio maana asubuhi tulijaa kote kule. Walikuwa huko lakini bosa abitekaga. Tadema hoye. CCM hoye. Ni huyo anashangilia kote. Mihemko. Kwa tunakuwa hatujui. Alipo mundu jo mwatege. Wewe jigisi analenga mtu. Yaani inanisaidia kidogo na mimi nijue kwamba niko pamoja nao hao. Yule mtu yule na wakubali sana. Ndio watu ambao walikuwa wakifika pale nyumbani kuhubiri, mnaanza kufurahi kabla. Yaani mnaanza mnakaa mkao wa kufurahi kwamba leo Mwambepo anasimama leo. Yaani ilikuwa ni raha. Hey, Mungu amewatunza mpaka leo. Je, wewe unawatunza hawa sasa? Unawatunza? Asubuhi nimegusa kidogo kuhusiana na zaka. Nataka nikupe zaka kidogo. Zaka bwana, zaka ni lazima. Yaani zaka sio ombi, zaka ni lazima. Zaka inatakiwa wewe mwenyewe upige simu, baba huku angulie hela ya kiara. Hata kama ni 200 tuma hiyo ndio kipato chako. Samahani, lakini nataka niseme kitu hiki. Usinichukulie vibaya. Mimi ni mimi tu nazungumza hivi mimi. Maana kuna vitu vingine hata Paulo alikuwa anasema sio Bwana amesema, ni mimi nimesema. Sio Bwana amesema lakini ni mimi nimesema. Kwa kazi kwa kukifuata au kuacha. Na wewe usubiri mafunuo ya mwana wa Bwana mwenyewe. Samahani. Mchungaji ni baba. Sawa? Kama baba, watoto wake wawe wazuri au wabaya, wote ni watoto wake. Ni mzazi yupi anatoa siri za mwanae kwa mtu mwingine? Hayupo. Unielewa kama msemo wake. Unielewe mimi lakini kama msemo wake. Singiri sheria ya kanisa. Kwamba kwa sababu wewe ni mtoto wa baba huyu. Na zaka tunaweka kwenye bahasha. Anayetakiwa kujua siri ya zaka ni mchungaji tu. Ni kweli kabisa.
tusituishie kuzijua bahasha kwamba hizi bahasha ya kwanza ya fulani yapi, lakini kilichopo ndani iwe siri ya mchungaji, kwa sababu wengine kipato chao kwa mwezi ni shilingi 3,000, 90,000, manake zaka ni shilingi 3,000. Sasa mzee akifunga, mzee kwa sababu sio baba, unielewe, atafunga sema 90,000 huyo kwa mwezi, unielewa. Lakini mchungaji hatasema hivyo, atasema mshirika wangu ni mwaminifu. Una tofauti yake, atakaa na siri yeye hiyo. Na ndio maana zaka hatakiwi mtu yoyote au mgeni yoyote kuombea, hata kama baba na mama hawapo, zaidi ya mchungaji na mama mchungaji, full stop, hatakiwi. Kwenye zaka kuna laana, kwa sababu kwenye zaka ndio maisha yako. Nimesema asubuhi kwamba wanashindwa kupeleka takwimu ya kanisa jimboni ili wamfanyie nini? Wanashindwa kwa sababu wewe hueleweki. Mnakuja na zaka wawili, ingetakiwa kanisa zima lote lilete hapa kile ambacho limekipata. Leo mitoto yetu inaferi kwa sababu ni zaka tu, ni zaka. Ndoa zinasumbua, ni zaka. Ugomvi ukona, ni zaka. Zaka inakomboa, zaka inaokoa. Yaani zaka, sijui nielezeje wewe unielewe. Nitakuja nifundisha siku moja somo kwa urefu la sadaka na zaka, muda hautoshi, ila nakukomboa wewe ambaye hujajua hilo. Mimi baada ya kujifunza neno, nikaanza kumtafuta mchungaji, baba uko wapi? Mimi mwenyewe natafuta kapu la sadaka liko wapi? Kapu la zaka liko wapi? Mimi mwenyewe. Neno likusaidie wewe uwe kama mimi mwenzangu. Nakimbia. Siku moja mke wangu anasema, baba kweli jana umetoa zaka na leo tena si tutwage kila Jumapili. Kisema wewe tutaiba. Mwingine wa madereva wa bajaji. Nipo kijana wangu mmoja anasema nikibeba tripo moja naangalia huko kwenye kadro 4,000. Natoa 400 na kwenye doo ya huku. Ikifika jioni nazituma kwa pamoja. Nisiibe. Anasema mmeniibia. Hamuleti zaka kamili. Mara 3 kuanzia mstari wa 8. Hamuleti zaka kamili, ndio maana mnaishi kwenye laana. Anasema nyumbani kwangu chakula hamna. Leo tumekula mchungaji. Mungu akubariki sana na mama mchungaji. Tuliile mama mwetu niwe sisi. Tumekula. Mimi najua ni kanisa. Mungu akubariki sana. Lakini kabla tujaendelea mbele, nataka nikuelekeze kidogo. Kwa nini nilisema mwanzo kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi? Anazungumza uwingi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba. Maana yake nini? Ni kwamba leo Jumapili ndio wanaimba pale, wanatangaza wengine Yesu pale, wengine zile zote ni mbingu na nchi. Nchi ni washirika ambao ndio wewe, na mbingu ni mchungaji au wachungaji. Kwa sababu Mungu kama ni roho ameingia kwao. Kama nilivyokusomea kile kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza. Kinasema Bwana akamwambia Musa, tazama nimekufanya wewe uwe kama Mungu kwa Farao. Kwamba Mungu kwa sababu ni roho asingeweza kwenda kwa Farao. Asingeweza. Haleluya. Kwa Mungu anatengeneza mazingira ya ukombozi katika mwili. Maana nimesema rohoni ni siri yako wewe na nani? Na Mungu. Lakini mwilini kunatambulisha matendo yako ya ndani. Yaani undani wako kwamba huyu hata ndani uko vizuri. Nje huku tunataka uwe safi, uwe mwaminifu, msikize mwalimu wa kwaya hivyo. Upalilia ile taji yako, ile talanta yako, ile karama yako. Ifanyie mazoezi ili ifike mbali. Kwa nini Mungu anasema Mungu aliziumba mbingu na nchi? Hasemi dunia. Nimesema kusoma Biblia zingine zinasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Hizo Biblia usisome. Soma Biblia halisi. Inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Soma hiyo. Kwa nini dunia haisemwi? Ila imekuja kutafsiriwa kwenye Biblia zingine hizi kama habari njema, na Biblia nyingi tu hazisemi Mungu aliziumba mbingu na nchi. Zinasema Mungu aliumba mbingu na dunia. Nimesema ukikosa spelling moja, hiyo simu haitaenda kwa mlengwa. Kwa tunafanya makosa madogo madogo pasipo kujua, lakini ndio yanayokandamiza kiroho chetu na kimwili chetu. Dunia imetoka wapi? Kama Mungu haikumba na tunahitaji, imetoka wapi? Dunia imetengenezwa ndani ya kanisa, ndani ya patakatifu,
Ndio dunia imetengenezewa hapo. Usaliti. Usaliti. Wanajitokeza watu wawili au mtu mmoja. Anaanza, "Umemwonaje mama mchungaji?" Ili nalo lijinga linadakia. Hey! Kila akisema mbele, anasemaga yale. Tayari hawa wawili ni dunia. Wametoka ndani ya ufalme wa Mungu. Wamekuwa dunia automatic. Usisahau kwamba watazaa mipoza. Kwa hawa watu wamesababisha watu waharibifu wawe wengi kupitia hao. Ndiko dunia ilikotokea. Katika Biblia nzima dunia imeanza kusemwa pale ambapo Kaini ameua ndugu yake. Hapo dunia imeanza kutajwa pale. Okay. Nisikuache na swali hili hapa. Nimesema hivi, Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Nikasema kwa mawazo yako. Wewe unasema Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Nakimbia haraka sana. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, Adamu akamjua Hawa mkewe, akamzaa mtoto, akasema nimepata mtoto mwanaume kutoka kwa nani? Bwana. Mstari wa pili. Mwanzo sura ya 4. Anasema Mungu akamwongeza tena Adamu mtoto wa pili. Alikuwa anaitwa nani? Habili. Duniani pana watu wangapi? Wewe unajibu haraka tafadhali. Ndio nitaamini tuko pamoja. Duniani pamekuwa na watu wangapi? 4. Haya. Wakazunguka upenuni huko mtu na mdogo wake. Mmoja ameua ndugu yake. Yaani Kaini amemuua ndugu yake. Wamebaki wangapi? Mungu ameshuka kwa yule aliyebaki, yule kakake. Anasema Kaini umefanya nini? Anasema ni mimi Bwana kwa kweli. Umefanya nini Kaini? Akasema kwa kosa ulilolifanya utakuwa wa kutangatanga duniani kote. Tumesema dunia ni nini? Ni ulimwengu wa watu waliomkataa nani? Kristo. Na wametengenezwa na sisi wenyewe. Kwa dunia ni watu, ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Na ndio maana Biblia inatafsiri sana kuhusu na dunia. Kimbia dunia, jitenge na dunia. Yaani dunia ni mbaya sana. Kwa duniani kule umetengenezwa na sisi. Kwa Kaini kwa kosa alilolifanya wenzie wako wapi? Wako duniani kwa wenzie. Anasema na kwenyewe kule atakuwa na tangatanga. Anasema kwa kosa ulilolifanya utakuwa kutangatanga duniani kote. Dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Namba 3. Hey, Mungu, naomba unipunguzie adhabu imekuwa kubwa. Mungu akamwambia hivi, sawa. Anaomba msamaha hapo. Anasema nitakuweka alama kwenye paji la uso wako. Ili mtu, jamani, ili mtu, tumesema mtu nani? Mtu ni yule aliyeumbwa mwanzo, bado hajakuwa na ufalme wa Mungu ndani yake, hajapuliziwa pumzi ya uzima. Ni yule ambaye anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Yule mtu akapuliziwa pumzi ya uzima ndani yake, akawa kiumbe hai. Anaitwa mtu aliyelikataa neno la Mungu. Umeelewa? Kidogo kuna kanafuu kutoka duniani, ingalau basi arudi nyuma akajianze. Akawa anasema nitakuweka alama kwenye paji la uso wako. Ili mtu yoyote, je, mtu ni baba na mama waliobaki kule? Dunia ni baba na mama waliobaki kule. Nielewe sasa. Ili mtu yoyote atakayejitokeza kuzuru nitampa adhabu mara ngapi? Mara 7. Hey. Bado jamaa naomba msamaha. Mungu vipi hapa? Hebu regeza kidogo tafadhali. Basi Mungu akatubu. Kaini akatubu. Akaenda nchi ya Nodi. Bado aligoma kurudi kijijini kwa baba yake na mama yake. Akaenda nchi ya Nodi. Nchi ni nini? Ni ulimwengu wa watu waliomkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kaenda nchi ya Nodi. Kule nchi ya Nodi anaoa huko. Huyu anayemuoa huko, nimesema nchi ni watu, mnielewe. Kwa kule ni watoto wa Adamu. Haya, akaoa kule. Kwa kwenye hiyo nchi ya Nodi, yule aliyemuoa ni mtoto wa Adamu. Ni mtoto wa Adamu. Alivyooa kule, akaanza kuzaa mtoto wa kwanza, na akamuita Enoko sio yule aliyenyakuliwa na Mungu. Ambaye atanyakuliwa na Mungu bado sana hajazaliwa. Huyo ni Enoko mwingine kabisa. Tayari ufalme wa Mungu umeanza kujengwa na kizazi cha Kaini. Lakini wewe umeondoka na picha mbaya ya Kaini. Wakati mwenzio Kaini ametubu, amerudishwa ndani ya ufalme wa Mungu. Mungu awabariki sana. Nani ana swali?
Aliyesema nimeelewa nyoshe mkono juu. Ndio ile mihemko. Oye. Hamjelewa. Ha? Uliza kwa haraka haraka baba, muda umeenda sana. Hakusema alimuumba Adamu na Eva. Alisema anatumbe mtu, aliumba mtu kwa mfano wake. Aliumba mwanaume na mwanamke. Adamu na Eva ni jina la kazi. Kwa wewe kama unamcha Mungu unastahili kuitwa. Alafu kama umemkataa Mungu unatakiwa uwe mtu. Maana yake kuitwa Adamu umekataa. Neno Adamu au jina Adamu limeanza kutumika baada ya kupulizwa pumzi ya uzima. Lakini mwanzo tuliumbwa kama mtu. Adamu na Hawa maana yake kazi ndani ya kanisa. Wote tuliumbwa wote. Hakuwepo jamani mwenzetu. Akalipo baba ulikuwa unasinzia. Nimesema nchi ni nini? Nchi ni ulimwengu wa watu, yani ndani ya ufalme wa Mungu. Ndio nchi. Yani ni sisi. Kwa Kaini akarudishwa ndani tuwe pamoja. Ndani akarudi ndani ya ufalme wa Mungu. Kaini. Kwa nchi manake ni ulimwengu wa watu wanaomcha Mungu, waliomkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na ndio maana kaoa mke huko, ndio maana kulikuwa na watu wengi. Unataka kusemeje baba? Umerekebisha au turekebishane? Maana tupo kwenye kikao hapa, ni kikao hiki. Maana unakuwa mjanja unaigama kwa mwenzio, kumbe swali lako. Endelea. Alafu hakusema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mstari unaofuata unasema Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke. Umeona kuna vitu viwili tofauti hapo. Amen. 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 Maana inaonekana baada ya kumkosea ndugu yake akaogopa kurudi kijijini kwao kwa sababu kulikuwa na watu wengi. Kwamba wataniua. Sirudi kule maana nikirudi kwa kosa nilolifanya wataniua. Wakina nani? Baba na mama. Watu wataniua. Kwa kulikuwa na watu wengi. Ila katikati ya watu wengi Mungu ameteua mmoja. Kwamba ndio kule anasema zamani zile Mungu alijifanya kama haoni dhambi. Sasa anaanza kutengeneza mchakato wa kumkomboa huyu mwanadamu. Anaendaje Mungu? Ni roho. Ikabidi aangalie mtu mwenye hekima, mnyenyekevu. Akagundua ni Adamu kati ya watu wengi. Kama leo Kabonde ketu hapa. Ndio Mwambepo. Ndio Mwambepo. Ina maana Mwambepo sio mchungaji wako peke yako, ni mchungaji wa kijiji na vitongoji. Kama ilivyokuwa kwa Adamu ndivyo hivyo ilivyo. Haleluya. Tena anasema si vema peke yake hawezi. Kufanya nini? Anavyosema hawezi peke yake. Si vema awe peke yake maana hawezi. Kulingana na kundi ni kubwa. Mama atasimamia wa mama wenzi. Mama mchungaji tutamuita ready first. Ndio mama wa wamama wote katika mwili na roho wa bonde lote. Aheshimiwe. Tena mama ana kazi kubwa. Ana kazi kubwa. Mimi unakuta leo tulikuwa tunasinzia na mchungaji. Tumekaa sebuleni, mama anachakalika huko. Mama ana kazi ngumu. Ana kazi ngumu. Pendeni mama, mheshimuni kwa sababu nazungumza hivi na mkitaka mchote baraka. Kitenge bei rahisi. Kitenge cha 12,000 kipo. Mama anavaa tu yule hana shida. Tavaa. Jichukueni wa mama watatu changenye 4,000. Kama ni kitenge, kuta mama kutaka kila Jumapili. Mama tukutwalile hivi. Ng'ang'anieni baraka hizo. Mtafika mbali sana. Mungu awabariki sana. Nitakuja siku moja nitafundisha step by step. Mimi ni mwalimu, Noah ni mwinjilisti. Ndio mwenye wimbo huu mama alikuwa anaimba hapa. Mama na mitoto, mtumishi ya Mungu yote.
Yaani wote wanamtumama, anajinoma kwa kweli. Anajinoma mama. Lakini amepambana kama nilivyozungumza mwanzo. Tuwekeze kwa watoto wetu. Sema Waislamu mtoto akizaliwa wanapiga kelele kwenye sikio lake. Kuna wimbo wanaimba ili ule wimbo uanze kuandika kwenye moyo wa mtoto, kwenye akili ya mtoto. Sehemu moja nikasema hivi, mtoto akiwa kwenye tumbo la mama anasikia. Kuna baba mmoja akawa anapiga gitaa. Mtoto wake akiwa mjamzito anapiga gitaa. Anapiga gitaa, ni mwimbaji baba yule, anapiga gitaa. Pale katoto kamezaliwa. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Wanamwambia huu wimbo umewahi kusikia? Anasema si mgeni. Umeelewa? Huu wimbo si mgeni kwangu. Alianza kusikia kwenye tumbo la mama. Mtoto aanze kurekebishwa mapema pindi anapozaliwa tu. Inawezekana kumtunza mtoto na asianguke na akafuata njia sawa sawa. Kama Biblia inasema kwenye Mithali nafikiri 22 mstari wa 6 au 6:22, anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Makosa wazazi wanayoyafanya, unakuta baba au mama anamsema babu au anausema baba yake, yani babu ya mtoto wako huyo au baba za wazazi wake kwa ubaya. Mtoto anasikiliza, ndio yanaoota na kukua kwenye akili yake. Hata watoto wanapoenda kucheza, fuata kwa nyuma, mfuate, angalia aina ya watoto anaocheza nao. Ifanya hivyo unaweza kumdhibiti. Na mtoto lazima akacheze ili ajue kuzungumza. Unakuta mtoto kuna miaka 7, usema baba haguwezi, usema tu papa, lakini kuna miaka 7. Mtoto ndio mitoto hiyo ambayo unakuta unasema sikuchape, mchape mtoto. Mtoto akikosea mchape. Yaani mtoto mwenyewe ajue unamchapa kwa haki. Nilikuwa nahubiri pale kwa mchungaji Irongo pale, kwa mchungaji yule nani yule? Kwa Ngogo. Nikasema hivi, mtoto usisubiri akosee, achelewa. Ichape kofi hata bila sababu. Alafu uangalie mtoto huko, ukishituka unakuwa kwaje mtoto. Ndio unagundua ndio mume wa mtu huyo. Ndio hili mtoto langu linakuishi na jamii. Umelijaribu, yani unapima akili yake. Hili swala limetokea hapa. Kuna sehemu kijijini kwa babangu alikozaliwa kwao, kuna mzazi mmoja kuku amepotea ndani, akamsuspect mtoto wake mmoja, akasema wewe ndio mdokozi mwanangu, wewe ndio umeiba kuku, umeiba kuku, ni wewe. Baba alichapa mtoto, amekaa wiki ya kwanza anaugua ndani, wiki ya pili, wiki ya tatu, kuku anarudi ana vitoto 9. Kumbe kuku ameatamia watoto huko polini. Hebu nikuulize swali, baba alifanya nini? Au wewe ni baba ungefanyaje? Wewe ni baba ungefanyaje? Ungekuwa wewe ndio baba? Kwa mimi hapo ningesema tu, mwanangu, pambana na hali yako, kwa amepatikana haina. Wewe mshangilie makofi bwana. Huyu mtu ana akili sana. Ana akili sana huyu. Nataka nikupe siri moja. Ukiomba radhi kwa mtoto, ukiomba msamaha kwa mtoto wako uliyemzaa, automatic, haukuwa na nia mbaya kweli, lakini automatic unamuua mtoto wako. Unamlaanisha mtoto wako. Unamtengenezea laana mtoto wako. Unampalia makaa ya mawe ya moto mtoto wako. Mtoto haombwi msamaha na mzazi. Mzazi hakosei, ila anatereza. Ndio tujuage hiyo. Anatereza, hakosei. Kwa huwezi kuomba radhi au msamaha kwa mwanao. Ni kosa kubwa sana. Muongeze na lingine kama inawezekana. Alafu mtoto atakuwa salama, atajua wewe ni baba. Mtoto ajue wewe ni mama. Na mama sio kumpa tu mandazi na uji. Hata fimbo zinafanya mtoto aamini kwamba huyu ni mama, huyu ni baba. Fimbo. Usinyime mtoto mapigo. Moses Kurora kwa sema mama ambaye hachapi mtoto ni mchawi. Mtoto akipigwa na kimbilia kwa mama. Mama, zama ngangomera mwanangu, mwenzangu. Mtoto lako litakuwa lijinga mbele huko. Litaanza kuitika hata kama halijaitwa. Lijinga. Ndio unasema unajisifia, mimi mwanangu.
yuko smart, yuko vizuri sana mwanangu. Wewe tunakuchora wenzio, tunakuchora. Sio vizuri ndio wanaokaba wenzao humo lelini. Ndio wanaokaba wenzao barabarani humo. Ndio mwanao ambaye sasa akiliwa hata kwenye kamari, kwenye puru akiliwa anakuja kukuibia kitenge mwenyewe. Anaenda kukiuza. Mtoto wako kama amefanya kosa, usipomwadhibu ajisikie vibaya. Yaani ahisi ameonewa kwamba kwa kosa hili nimeachwa. Mtoto mmoja alikuwa anaiba pipi, mama anasema mwanangu sio mwizi. Kaiba ng'ombe 5 za watu Tengule Mbalizi kule, 5 za watu. Ng'ombe 5 akati amekuwa mkubwa. Wakakamata mtoto akamweka ndani. Mama anaenda analia polisi. Mtoto akasema mama usilie. Wewe ndio chanzo cha uizi huu. Unakumbuka wakati naiba pipi mashuleni na biki za watu ulikosema mimi sio mwizi? Basi yale ndio matokeo haya. Kwa kuna vitu tuvifanye kwa uangalifu kwa watoto wetu. Mungu awabariki sana. Ni tatizo mbalimbali, mwenye matatizo mbalimbali apite mbele, tumuombe Mungu. Nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, Yesu, kusema nawe. Kila mtu anaweza kapata mbele yoyote, mwenye shida yoyote anayopitia nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, tazame watoto wako wao, tazame watoto wako nao, wao wana shida mbalimbali kwenye maisha yao. Asante Yesu, asante Yesu, leta nguvu ile uliyofanya nyakati zile, na mimi umeiweka ndani yetu kwa jina la Yesu, na mimi umeiweka ndani yetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ponye kwa jina la Yesu. Ponye kwa jina la Yesu. Ninakamata uhai wa miguu mpaka kusonga. Hizo damu tumekombolewa sasa. Tumetoka kwenye vifungo vya giza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
watumishi wako. Nakemea roho ya watumishi wako. Sababu unajua shida yake. Unajua taabu anazopitia kwenye maisha. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Anza kuondoa kimoja katika maisha ya Yesu Kristo. Kuanzia sasa kuendelea. Awe ushuhuda kwa maisha. Mkwepo asubuhi nilijitambulisha majina kwamba naitwa Hezroni Anyitike Mwakatoga. Mungu awabariki kwa usikivu wako, kwa sadaka walioitoa kuhudhuria ibada. Mungu akukumbuke. Mungu akumbuke familia yako, akumbuke ukoo wako, azikumbuke kazi za mikono yako kwa jina la Yesu. Akufanye uendelee kumpenda Mungu. Kama leo hujanielewa, lakini ili neno elipanda kwenye moyo wako, Mungu ataliotesha. Haleluya. Wangapi mnapenda nije tena? Nilijua tu. Karibu baba. Karibu sana baba. Ila naomba mnitumie mimi, mnaniita tu. Sihitaji hela yako, niite tufanye kazi ya Mungu. Niko tayari muda wowote. Mungu awabariki sana. Amen. Makofi mengi kwa ajili ya neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa neno zuri na la baraka ambalo tangu asubuhi tumeendelea kufundishwa hapa mpaka masaa haya. Amen. Nilisema kama yupo mgeni haina sababu kuangalia saa. Ila kwa sisi wenyeji wa hapa tunajua kanuni yetu. Amen. Jumapili ni saa 6:30 tunamaliza ibada. Hiyo siku za jioni tunaingia saa 9, 11 juu ya alama. Na dakika 5, 10 tunatoka.